Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Bado tupo katika mwendelezo wa darasa letu ambalo linaangazia karama mbalimbali za Roho Mtakatifu, karama mbalimbali za Roho Mtakatifu, na bado tupo katika kundi la pili la karama za Roho. Kundi la kwanza ni kundi ambalo tuliona katika kile kitabu cha Korinto wa kwanza sura 12 ambalo linahusiana na karama za madhihirisho, karama 9 zinatajwa pale. Lakini kundi la pili ni ile ambalo tunalisoma kwenye kitabu cha Warumi sura 12 mstari ule wa 6 mpaka ule wa 8. Karama hizi ziko 7. Ni karama ambazo zinajulikana kama karama za msukumo wa ndani, ambazo zimewekwa katika kanisa kwa lengo la usaidizi na kusaidiana. Kwa hiyo ni karama za msukumo wa ndani, motivational gifts, tofauti na karama zile za madhihirisho ambazo zinajulikana kama manifestation gifts. Hizi ni motivational, ni karama ambazo ni mtu amewekewa ndani ya moyo wake msukumo wa kufanya na wa kutenda, pasipo kufunuliwa au pasipo kuambiwa. Yeye mwenyewe tu kwa jinsi alivyoumbwa anakuwa na msukumo fulani wa kufanya jambo ndani ya kanisa au katika mambo ya kimungu, na anajiona ni tofauti tu na wengine katika kutenda kwake. Hiyo nayo ni karama ambayo Mungu anamwekea mtu. Na wakati mwingine mtu anazaliwa na kitu hichi, kazaliwa nacho tutokea akiwa mtoto. Kwa hiyo vikika katika kanisa vinakaa katika sehemu yake mahususi. Na tulishakusha kuona karama hizi ambazo tulishakusha kuona karama 4 za kwanza, ambazo ya kwanza ni unabii, ya pili huduma, ya tatu kufundisha na kuonya. Tulishakusha kuona hizi karama kwa ndani, na leo tunamalizia zile 3 za mwisho ambayo ni kukirimu, kurehemu na kusimamia. Kukirimu, kurehemu na kusimamia. Karama hizi 3 tutaziangalia siku hii ya leo. Basi tukaangalie hii karama ya kwanza ambayo ni kukirimu. Hii karama kukirimu ni karama hipi? Hii ni karama ambayo Mungu anaiweka ndani ya mtu. Mtu huyo anakuwa na moyo wa kupenda kusaidia au kujitoa kwa hali na mali. Anaweza asijitoe tu pia kwa mali, lakini pia kujitoa hata katika namna ya maisha yake kwa wengine. Kwa hiyo unakuta mtu huyo kapewa tu neema hiyo na Mungu. Na Mungu akiliangalia kanisa lake anajua kabisa linahitaji msaada kwa namna mbalimbali. Mara nyingi watakatifu wanakaukiwa kifedha, mara nyingi watakatifu wanakaukiwa katika hali ya vitu au katika hali hata ya kimazingira. Kwa hiyo Mungu kaweka watu katika kanisa, na wakati mwingine Mungu anawapa kuwa na kitu au kuwa na vitu. Hata asipokuwa na vitu, lakini Mungu anawapa moyo wa kutoa vitu kabisa kwa moyo mweupe na kwa furaha, tofauti na wengine. Anaweza sio na vitu vingi, anaweza sio na mali nyingi, lakini utoaji wake ukawa ni mwingi kushinda ule mwenye mali. Kwa sababu gani? Mungu kampa hicho kitu ndani ya moyo wake. Yaani furaha yake inakuwa katika kutoa, sio katika kupokea. Anaweza kawa hana vitu, anaweza kajinyima yeye, lakini akahakikisha wengine wananufaika au wengine wanakuwa katika mazingira yaliyo mazuri. Sasa hii ni karama ambayo inahitajika sana katika kanisa. Na watu kama hawa Mungu anawapanda katika kanisa ili kuweza kusaidia kundi ambalo liko katika hali ya kupungukiwa, liko katika hali ya kutaka kusaidika. Sasa tuangalie mifano kadha wa kadha katika Biblia watu ambao walikuwa na karama hii. Mfano wa kwanza ni yule Barnaba ambaye tulimsoma pia katika karama ile ya nyuma ya kuonya, ya kufariji. Barnaba ukimsoma kwenye kitabu cha Matendo sura ile ya 4 mstari wa 36 mpaka 37. Maandiko yanasema alikuwa na kiwanja, akawa tayari kwenda kukiuza kiwanja chake ili kuja kulisaidia kanisa. Tungekuwa na watu wenye mioyo kama hii, wenye mashamba au kwa vijijini, wenye maviwanja katika miji, ambapo mwingine hata kiuza kiwanja chake anapata milioni 100. Na hicho kiwanja amekiacha tu hapo, hata kina matumizi, anasema tu nimekihifadhi. Lakini mtu mwenye moyo kama huyo unakuta anakuwa na moyo hata kwenda kukiuza kile kiwanja na kuja kununua kiwanja cha kanisa, au kukitoa kile kiwanja kuwa kiwanja cha kanisa. Kwa hiyo unakuta hitaji fulani la kanisa limetatulika, kuliko watu kuweka michango ambao wataichanga miaka 10. Lakini yeye anaweza kufanya tukio moja, kanisa likapata eneo. Umeona? Sasa watu kama wanahitajika. Wakati mwingine tunasema kwa nini tunamhitaji? Tunamhitaji kwa sababu tunakosa watu wenye karama kama hizi na watu wenye nia kama hii. Kweli kwamba kila mtu ni mtoaji na tunapaswa kujifunza kuwa watoaji. Lakini pia watu kama hawa Mungu anawapa neema kama hii. Na ukweli ni kwamba wanakuwa na moyo kutoa na waga wapungukiwi. Kwa sababu Mungu anasema kila anayetoa anapokea. Ukiwapa watu vitu na utapokea. Kwa hiyo hawa hawapungukiwi. Wanaweza kupungua wanachokitoa chote, lakini Mungu anafungua milango ya kuwapa tena, kwa sababu Mungu amewapa karama kutoa, na sehemu panapotolewa basi panakuja panaingia. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo
Mungu anaweka watu kama hao. Mwingine ni Gayo. Tukimsoma katika kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana. Yohana anamwambia mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na uwe na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Ukimwangalia Gayo, baada hapo tunaona alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahifadhi watakatifu. Wageni alikuwa anahifadhi, alikuwa anahudumia watakatifu. Ndio maana hata baraka zikamfuata yeye. Wakati mwingine tunaposoma hichi kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, tunasema mpenzi, naomba ufanikiwe. Lakini hatujua anaambiwa afanikiwe ni mtu namna gani, mtu mtoaji. Wakati mwingine baraka haziwezi kukujia kama sio mtoaji. Kwa hiyo Gayo alikuwa ni mtu mtoaji, na tunaona Mungu aliweza kulihudumia kanisa lake kwa kupitia watu kama hao. Walikuwa hawaendi tena wakitaka kwenda kufanya umisheni, wakitaka kwenda kupanda makanisa, hawaendi tena kukodi nyumba za wageni, fedha za nini, wanaenda kukaa kwa mtu kama Gayo. Gayo anahifadhi, anawatunza. Kwa hiyo watu walikuwa na karama hiyo, akina Lydia walikuwa na karama hiyo. Paulo alipokuwa anakwenda huko katika makanisa kwa yapanda, alikutana na wanawake ambao walikuwa na neema hiyo ya kukirimu. Wanaweza wakajitoa kwa fedha zao, wanaweza wakajitoa kwa mali zao, lakini pia wanaweza kujitoa pia na nafsi zao kwa ajili ya wengine. Ndio maana tunasema watu ni watoaji. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye alikuwa mtoaji wa hali ya juu, kwa sababu Yesu alitoa kabisa roho yake kwa ajili yetu sisi. Alikubali kufa kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ukiona mtu anakubali kuangamia kwa ajili yako wewe, mheshimu sana huyo mtu. Ana karama kubwa sana. Hii inaitwa karama ya kukirimu na inahitajika sana katika kanisa. Watu wenye karama hii wanakuwa ni wepesi sana kugundua pia matatizo. Hawahitaji kuja mara nyingi sio rahisi wafuate ueleze tatizo. Wanaoga wenyewe wanaweza kudetect tatizo tukio ambalo wakajitoa tu kwa ajili ya tatizo fulani. Wakawasaidia watu katika kanisa, wakasaidia project katika kanisa, wakasaidia umisheni katika kanisa. Mwingine labda anaangalia hii video, anaona kabisa ni huduma ya Mungu, inahitaji fedha, inahitaji kusonga mbele, anajitoa kwa fedha zake. Anasema Bwana, kuna kiwango fulani naomba nichangie katika injili. Wanakuwa naguswa na imeo, wala hata lalamiki wala hata nunguniki. Wanatoa kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amewapa karama hiyo ndani yao. Yamkini naye Mungu akuwekea karama hiyo, unasukumwa kuchangia kazi ya Mungu, unasukumwa kusupport injili. Fanya hivyo, kwa sababu kumbuka kanisa linajengwa sio kwa mtu mmoja, bali linajengwa kwa viungo vingi vinapokutanika. Mwingine anaweza kaa ni mhubiri kama mimi nasimama hapa na hubiri. Naweza kaa sina karama mimi ya kukusanya fedha na mali. Lakini mwingine anapoa uwezo huo tu, anafanya biashara zake zimefanikiwa, anakuwa na fedha, anakuwa na mali hata kama sio nyingi, lakini kiwango fulani, ana position nzuri katika ofisi au katika kazi, anapata pesa. Hizo pesa unazozipata kaziwekeze kwa Mungu, kwa sababu ndivyo ambavyo unalijenga kanisa la Kristo. Umepewa karama kukirimu. Karama hiyo inafanya kazi sawa sawa tu na karama unabii, sawa sawa tu na karama uponyaji, sawa sawa tu na karama ya neno la hekima, sawa sawa tu na karama ya lugha na fasiri za lugha. Kwa hiyo zote zinafanya kazi, kwa sababu zote zinaenda kujenga, zinaenda kukamilisha, zinaenda kutimiza kusudi la Mungu katika kanisa lake. Kwa hiyo ukiona karama kama hii, basi usisite kutumia ulivyo navyo kuvitoa. Hata kama ni vitu, hata kama una hela, una vitu, unajitoa kwa namna yote. Hiyo inaitwa karama ya kukirimu. Lakini karama nyingine ambayo ni ya 6 ni karama ya kusimamia. Karama kusimamia ni karama ya uongozi au kuongoza. Kusimamia ni kama kuongoza. Hii inakuaje? Hii unakuta Mungu anampa mtu uwezo au shauku ndani ya moyo wake ya kuweza kusimamia mipango, mikakati ili kufikia yale maono ambayo yamewekwa katika kanisa. Kwa sababu kufikia maono sio tu katika mambo ya rohoni, lakini pia katika usimamizi mzuri. Kukiwa kuna usimamizi mzuri, basi hata kanisa linaweza likawa linafikia yale maono ambayo kanisa limekusudia. Bwana asifiwe. Kwa mfano, labda chukule tu mfano, labda mmepanga seminar katika kanisa. Tunasema tunataka seminar, tumeipanga hapa kanisani, tunataka tualike watu kuja kusikiliza neno la Mungu. Sasa watu wenye karama kusimamia, utakuta anaanza kuwapangilia wanakwaya, anaweka katika mpango wake, anaweka katika sehemu zao, mashemasi katika sehemu zao, wahudumu katika sehemu zao, anahakikisha kila kitu kinakaa katika order. Hawa watu wapendi vitu vikesha galabagala, wapendi mambo yajiendee tu. Wanapenda kila kitu kiweke katika mpangilio. Fedha za kanisa zikae katika mpangilio. Umeona? Hii fedha inatumika hapa, inaenda hapa, inaenda hapa. Hawa watu wanakuwa na nia na furaha ya kuongoza. Wanasimama kama makocha katika timu. Wanapenda kumanage watu, kuambia bwana fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Sasa ukimwona mtu ana karama kama hii, usio kajiona ukamwona kwamba anapenda kujiinua au anapenda kuonekana mkubwa, hapana. Lakini unakuta ni mtu ana msukumo wa kutaka kuweka kila kitu katika namna yake ili
kusio tu kila kitu kinaenda bila mpangilio. Anayejisikia kufanya anafanya, ni sio fanya nafanya, hapana. Karama kama hiyo wanapewa pia viongozi katika kanisa. Mara nyingi wachungaji wanapewa pia na uongozi ndani yao kusimamia, au watu wengine katika idara mbalimbali wanapewa usimamizi. Mwingine ana uwezo mkubwa sana kusimamia kitu fulani na kikasimama vizuri na mambo yakaenda vizuri katika mpangilio wake. Mfano watu kama hawa ni kama vile tunamuona Nehemia. Nehemia alikuwa na karama kama hiyo ya usimamizi. Aliporudi Yerusalem, anataka kujenga ukuta na kujenga ule mji. Muone usimamizi wake ulivyokuwa makini. Alikuwa anasimamia ujenzi ule mpaka ukakamilika, kwa sababu Mungu alimpa neema hiyo. Yusufu naye Mungu alimpa neema hiyo kusimamia miaka ile ya njaa, project zile za Farao katika kile kipindi cha njaa na cha shibe. Kwa hiyo karama hii ipo katika kanisa na tunahitaji sana, tunahitaji tuwe na viongozi wengi wenye karama ya kuweza kuongoza na kuangalia wengine na kuwasimamia wengine ili wasiwe na namna fulani. Ndio hizi unakuta kuna viongozi wa vijana, anaweza kusimamia vijana, anaweza kusimamia wanawake, anaweza kusimamia mabinti, anaweza kuwachunga wasiweze kufanya vitu fulani, wasiweze kuvuka mipaka. Watu kama hao wanapewa nguvu kama hiyo, wazee wa kanisa wanapewa neema kama hiyo kusimamia. Kwa watu kama hao wanakuwa wanafuatilia jambo. Kwa hiyo wanapewa neema hiyo ili Mungu kuhakikisha kwamba kanisa aliendi bila utaratibu, aliendi bila mpangilio, kila kitu kile katika mpangilio wake. Na karama ya mwisho katika kundi hili la karama za msukumo wa ndani ni karama ya kurehemu. Karama hii ya kurehemu, hii ni ipi? Hii unakuta Mungu anampa mtu hisia za ndani sana. Kama vile unasema kurehemu, kurehemu ni kuhurumia, umeona? Kugairi, yani ni kitu ambacho kinaonyesha huruma ndani ya mtu. Kwa hiyo Mungu anawapa hisia za ndani sana za huruma kwa wanaoteseka au waliodhoofika au wanaopata taabu katika kanisa. Mungu anawapa neema hiyo. Kuna makundi ya watu ambao yanasaulika kabisa katika kanisa. Kuna kundi la watu ambao linateseka kabisa katika kanisa. Na Mungu anaachilia karama hii kwa watu. Kwa mfano nikupe mfano, labda karama hii inafanyaje kazi. Au nikupe mfano kwenye Biblia. Tunamwona yule Msamaria, tunamuita Msamaria mwema, ambao kimsoma kwenye Luka sura 10 mstari wa 25. Utamsoma ule mtu alikutana na yule tekwa na wale wanyang'anyi mpaka kapigwa na karibia kufa. Alipopita pale alimuona na kumhurumia, lakini alipita Mlawi, alipita kuhani, lakini wote walipita kando, lakini alimhurumia, akamchukua, akaenda kampaka dawa, akamweka katika nyumba za wageni na kuhakikisha kwamba anahudumiwa mpaka anakuwa sawa. Sasa ile ni karama ambayo Mungu kaweka ndani ule mtu ya kurehemu. Hawa watu wanapenda sana kuwasaidia watu ambao wamevunjika moyo na kuinua na kuwatengeneza tena upya. Mfano mwingine ni Bwana wetu Yesu Kristo. Utakumbuka alilia pamoja na kina Martha, alilia pamoja na kina Miriam kipindi kile walipofiwa na kakaao Lazaro. Baadaye Yesu akaenda kaomba, akafufuka. Umeona? Kwa hiyo hii ni mifano ambayo tunaiona katika maandiko. Sasa watu kama hawa pia katika kanisa leo hii wapo. Umeona? Utakuta watu tu wana huruma ndani yao, wanapenda kufanya matendo ya huruma ndani ya kanisa. Sasa jamani, tumekaa kanisani muda mrefu, mbona tuende kuwatembelea mayatima? Utakuta anazungumzia kila siku mayatima tu. Jamani, tukatembelee wajane. Jamani, kuna mpendo wetu mmoja, jamani tukamtembelee. Hali yake ya kiafya sio nzuri, tumemtenga kwa muda mrefu. Kwa utamkuta yuko kwenye hilo tu eneo. Sasa unasema wewe ufikiri mambo mengine ya kiroho, ufikiri uinjilisti, ufikiri nini? Usije kumpuuzia mtu kama huyo au kupuuzia karama kama hiyo. Mungu anaweka katika kanisa, kwa sababu kanisa pia lazima likamilishwe na dini iliyo safi, ambayo anasema ni kwenda kuangalia mayatima, kuwatazama wajane katika shida zao, watu waliofungwa. Sio lazima kwenda magerezani huko, hapana. Lakini kuna watakatifu ambao wako katika taabu nyingi. Kuna watakatifu wako katika masumbufu ya namna mbalimbali. Kwa hiyo hawa Mungu anawapa kuangalia zaidi ya jicho la juu. Hawa Mungu anawapa kupeleleza ndani kabisa, kujua mpaka shida za watu ni zipi. Kwa hiyo unaweza kuona karama hizi jinsi zinavyoweza kufanya kazi. Sasa mfikiria karama zote hizi zitende kazi katika kanisa. Je, utajiuliza kuna mtu ambaye atakuwa na mahitaji? Kuna mtu ambaye atakuwa ana huzuni? Kwa sababu akiwa na huzuni kuna karama ya kuonya au kufariji. Umeona? Je, kuna mtu ambaye atakuwa yuko kwenye mkandamizo wa mawazo? Hakuna. Kuna mtu ambaye atakuwa katika hali ya udanganyifu? Hakuna, kwa sababu kuna karama kama za unabii. Umeona? Je, kuna mtu ambaye atakuwa katika mafundisho kutokujua neno la Mungu? Hakuna, kwa sababu kuna kufundisha. Je, kanisa litakuwa katika namna fulani ambayo inampangiliwa? Hapana, kwa sababu kuna kusimamia. Umeona? Kwa sababu kuna huduma. Umeona? Kwa hiyo kazi inaenda vizuri.
kanisa linasimama vizuri. Watu wenye karama hizi tumesema sio watu ambao wanafunuliwa na Mungu, ni vitu ambavyo vinatokea ndani katika misukumo yao. Sasa watu kama hao wapo wengi sana katika kanisa, lakini hatuwapi nafasi kwa sababu tunadhani mtu mwenye roho wa Mungu ni yule tu ambaye anasimama na kutabiri. Ni yule tu ambaye anasema nimeona maono, ni yule tu ambaye anasema anafungua kitabu cha Mathayo kukuhubiria na kufundisha. Lakini hawa wanasimama katika sehemu kubwa sana, uti wa mgongo wa kanisa. Ni viungo vya ndani. Hivi vya nje unaweza kuviona mikono, pua, mdomo, lakini kuna viungo vya ndani ambayo ni maini, figo, na vinakuwa vina umuhimu sana katika kanisa. Sana sana sana. Kwa hiyo ukiona karama kama hizi zipo, basi usizipuuzie. Ukiona kuna watu ambao wanapenda sana kurehemu, wanakuambia tukaangalie wenye shida wenyewe, ujue ni Mungu ameweka kitu hicho katika kanisa. Ukiona kuna watu ambao wanapenda kuambia wanasimamia sana, wanapenda kuongoza, waache uongozi. Watu wanapenda wanakosoa jambo fulani ambalo sio sahihi, waache wakosoe kwa sababu Mungu amewapa nabii katika eneo hili. Ukiona watu wanapenda sana kujishughulisha na mambo ya kanisani, anadeki, anaacha hata na mambo yake, kila siku yuko tu kanisani, anasafisha, anafanya hivi, hata mwambie fanye hivi, aache, yeye anakuepo hapo, mwache. Katika kuhudumu kwake haudumu. Umeona? Kwa hizi ni karama ambazo zinatenda kazi, karama za msukumo wa ndani ambazo Mungu kaziweka katika kanisa. Basi mpaka hapo tumefikia mwisho wa eneo au kundi hili la karama za roho katika kundi la pili. Darasa linalofuata tutaangalia lile kundi la tatu ambalo ni kundi la karama za uongozi na huduma ambazo tunazisoma kwenye kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 11 mpaka 13. Mungu akubariki sana. Ikiwa una maswali, ikiwa unatamani kujifunza zaidi, basi tuna namba za simu zinapita chini au zinapita katika kio chako, unaweza kuzichukua ukatupigia, ukawasiliana na sisi ili tuweze kukufundisha zaidi na zaidi. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema. Shalom.